Usiniumize na wala sitaki kukuumiza. Baada ya mlolongo wa muda mrefu wa kile kinachoendelea duniani kuhusu mwelekeo wa tabia za mwanadamu na ugumu katika kujenga mahusiano, kuna jawabu nilikupa katika kipindi kilichopita kuhusu mahusiano. Je, unafahamu kitu chochote kuhusu mahusiano yenye thamani kabla hujaanzisha uhusiano wa aina yoyote ile? Jina langu mimi ni Lambert Bayana, na hii ni Mahusiano Part 2. Mlango wa kwanza ulipofunguliwa, sauti ilisikika kwa mara ya kwanza kusema, "Huyu ni mwana wangu mpendwa, ninayependezwa naye." Ukifumba macho alafu ukamwona boyfriend au girlfriend au mke wako au mume wako au mtu yoyote ambaye ana thamani kwako, ya kwamba ana thamani kuliko Mungu aliye hai, tambua ya kwamba umeshaibiwa muda mrefu, lakini pia kama ni mechi tayari umepigwa hat-trick. Na kika vibaya, mwisho wa mchezo finali unapoteza kombe. Mwanadamu wewe unaisikiliza sasa, tambua ya kwamba mahusiano ya kwanza ni kuwa na Mungu aliye hai. Kama vile ambavyo Yesu Kristo alikuwa na Baba yake wa mbinguni kwa ukaribu sana kiasi cha kutofanya kitu chochote peke yake. Ndio maana utasikia kauli kama hizi alizotumia kwa kinywa chake mwenyewe. Yohana sura 8 mstari wa 28, Biblia inasema, "Mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adam, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno lolote kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo." Ukisoma pia Yohana sura 8 mstari wa 42, Biblia inasema, "Kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana alitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma." Ukisoma Yohana sura ya 10 mstari wa 37, Biblia inasema, "Kama sizitendi kazi za baba yangu, msiniamini." Maneno haya ni ya Yesu ambaye alikuwa amejawa na mapenzi kwa Baba yake wa mbinguni. Alijua siri ya kukaa karibu na Mungu ndiko kunalifanya kusudi lake liwe na maana katika ulimwengu huu wa uovu. Ndio maana na ndio sababu kubwa iliyomfanya aliye pale msalabani, ya kwamba Baba yake amemwacha muda ambao alikuwa anabeba dhambi ya ulimwengu. Mathayo sura 27 mstari wa 46, Biblia inasema, "Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani," yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Huu ulikuwa ni msiba mzito kwake, maana ndipo mahali ambapo alikuwa akibeba dhambi ya ulimwengu. Na kusii tu, jitahidi uwe karibu na Mungu, yani uwe na mahusiano naye, na usikubali hata dakika moja kuwa mbali na yeye. Sasa basi, baada ya kushinda kwenye eneo la mahusiano yako na Mungu, basi unapata neema ya kuwa na mahusiano na nafsi yako. Matatizo mengi yanayotokea kwenye huu ulimwengu yanachangiwa na kutokuwa na mahusiano binafsi. Yani mtu ajijue yeye mwenyewe na kujua namna ya kujikontrol. Ukifuatilia vizuri maandiko matakatifu utagundua kitu kimoja kikubwa sana, ya kwamba kabla Yesu hajakutana na wanafunzi wake, alikuwa na muda mwingi wa kujijenga binafsi. Na ndio maana Yesu alitufundisha kanuni hii katika kitabu kile cha Mathayo sura 22 mstari wa 39. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndiyo, utawezaje kumpenda jirani yako kama hujajipenda wewe mwenyewe? Na utawezaje kujenga mahusiano na jirani yako kabla hujajenga mahusiano na nafsi yako kwanza? Hivi umewahi kukutana na watu ambao wanatumia kauli kama, "Ninajichukia sana kwenye maisha yangu"? Mara utasikia, "Siipendi hii sura yangu wala shepu yangu." Zaidi tena utasikia, "Hakuna mtu anayenifuata wala kuniheshimisha wala kunipa amani, wala mtu ambaye ananifurahisha." Hizi ni kauli kwa mtu ambaye amekata tamaa na mahusiano binafsi. Wengi tunatamani sana watu watupe furaha, amani na upendo, wakati asili ya kupokea ina thamani sana kama unajua uzuri wa kutoa. Mwanadamu, jitahidi kuwa na muda mwingi ukikaa peke yako na kutafakari namna ya kujijenga kiakili na kitabia. Kadri unavyowekeza muda mwingi ukikaa peke yako, unapata nafasi ya kujua madhaifu yako kuliko kuhukumu wengine. Asilimia watu wengi duniani wanatumia muda mwingi wakiwashtaki na kuwashtumu wengine kwa makosa yao. Hebu punguza maneno ya dhiaka kwa wenzako, kisha jifunge mshipi kama mwanaume na mwanamke ambaye upo tayari kutumia asilimia ya muda mwingi peke yako. Umewahi tafakari jambo hili? Je, Mungu angeweza kujenga mahusiano na sisi kama hajafaulu mtihani wa kujijenga yeye mwenyewe? Hapana. Ndiyo, maana ni Mungu aketie mahali pasiri. Ikiwa yeye uketi mahali pasiri, maana yeye anapenda mahusiano binafsi,
yawe yana nguvu kabla hajafungulia mlango wa kujua na kuhusiana na vitu vingine. Mahusiano binafsi ni mbegu ya moyo, lakini pia ni chakula cha maisha kila siku. Ubaya wote unaoona ni kwa sababu watu hawajawekezwa ndani ya mioyo. Mtu yule ambaye unamuona ukiwa peke yako ni muhimu sana, maana atakwambia ukweli ni kitu gani hasa unatakiwa kufanya na ni kitu gani haupaswi kufanya. Anajua namna ya kufariji, kukutia moyo unapohisi ukiwa na upweke. Kumbuka, utakuwa haupo peke yako, bali Mungu ambaye amekwisha kujenga mahusiano na wewe atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo si kwamba upo peke yako, bali Mungu yupo katika hayo mahusiano binafsi uliyonayo. Japo ni muhimu sana kutambua hili. Mahusiano binafsi yana hatari kubwa kama hujajenga mahusiano na Mungu aliye hai. Ndio maana kuna watu wanajinyonga kisa mapenzi, au kufilisika, au kupoteza wapendwa wao wa karibu. Hapa ni kwa sababu kusema kwamba kabla hujajenga mahusiano binafsi, jenga mahusiano karibu na Mungu. Lakini usikimbilie kujenga mahusiano binafsi huku Mungu umemweka mfukoni. Ndiyo, kuna watu wanajiamini dunia hii kiasi cha kumdharau Mungu au kumkufuru kabisa. Mwanadamu, ulinzi wako binafsi upo ndani ya Mungu aliyekutangulia. Ndio sababu ya kumtanguliza katika mahusiano yetu pamoja na yeye. Mahusiano binafsi ni daraja ya kutupeleka mbali kiasi cha kuona ulimwengu wote ni mdogo na hauwezi kutushinda wala kutushawishi kwa lolote. Ndio maana Biblia inasema, imeweka wazi kabisa, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake haupo pamoja nawe. Sikiliza hii, itakusaidia kujua zaidi faida za kuwa na mahusiano binafsi. Kijana mmoja alikuwa na mahusiano na mpenzi wake, mrembo sana. Wawili hao walikuwa na mahusiano motomoto. Vijana hutumia kauli ya walizama kilindini katika penzi. Kama ujuavyo, vijana ndani ya uchumba kunakuwa na vitu vingi vya kufurahishana. Maneno matamu kama sweetie, my love, my everything, my chocolate, my king, my queen, only you darling, na kadhalika na kadhalika. Kipindi hicho yalitumika kwa wingi sana. Kabla ya kulala, kijana au binti walikuwa wakisindikizana na maneno mazuri ya kufarijiana. Hakuna ambaye alihisi tatizo au giza mbele. Kila mmoja alimuona mwenzake kama faraja na tumaini kwenye maisha. Kilikuwa ni kipindi cha mwanga na furaha. Kipindi cha kutoa ahadi ya kuwa na wewe mpaka kifo. Nitakulinda kwa gharama zote, na bila wewe maisha yangu hayana maana. Basi bwana, mwaka wa giza ukafika, majira yakabadilika. Waswahili husema, jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Mahali ambapo hawakutarajia kufika kihisia na kutofautiana kimtazamo. Hazikuwa ni vurugu peke yake, bali vurugu kweli kweli, ambazo mwisho wa siku zilipelekea uadui kati yao. Ule uzuri wa maisha katika mapenzi ukazama ndani ya maji. Siku zilivyozidi kwenda mbele, bado uadui ulielekea kupamba moto, kiasi ya binti kuchukua maamuzi magumu sana. Kijana wa kiume alikuwa ndani ya chumba akiwa amemtembelea mpenzi wake, licha ya kwamba walikuwa wana uadui kati yao. Kisha binti akafunga mlango wa nje na kuwasha moto. Haikuchukua muda, yule kijana wa kiume alianguka chini na historia yake ikaishia hapo hapo. Tazama, kuna utofauti gani kati ya wakati wanaenjoy maisha pamoja, hata hatua ya kuchukua maamuzi, na jambo ambalo mwisho wa siku lipelekea kifo na hukumu. Je, unafikiri shida ni nini kama si mahusiano binafsi kati yao? Maana hatua za mwisho katika ugomvi huwa kila mmoja anamnyoshia kidole mwenzake kwamba ndiye mwenye makosa na ana udhaifu zaidi.